Christmas, Christmas, Christmas. Christmas ni sherehe ya kuzimu. Ole wako wewe ambaye unajidanganya ni Mkristo hali unasherekea Christmas. Mungu ameleta ujumbe kwa ajili yako ili ufanye matengenezo, uiokoe roho yako na moto wa jehanamu. Christmas, Christmas, Christmas. Sherehe imekamata dunia nzima. Ni shetani anavuna nafsi za wanadamu kupitia Christmas. Ni sherehe ya kipagani, haupaswi Mkristo kuisherehekea. Wewe unayeshupaza shingo, shupaza shingo. Ni siku zinakuja ambapo itajulikana ya kwamba Bwana alikuletea waonyaji, lakini wewe ulishupaza shingo. Christmas sio sherehe ya Kristo na haipaswi kusherekewa na Mkristo. Ukiingia katika kanisa kuta wanasherehekea Christmas, ni alama ya wazi kabisa kujua kwamba ni kanisa ambalo limekengeuka. Kwa hiyo unaweza ukatakasa kwa ndoo unajisi madhabahuni, au ukiona linang'ang'ania, basi Ufunuo sura ya 18 mstari wa 4 inasema ondokeni, msishiriki hayo maovu, wala msishiriki makufuru yake, maana mtaadhibiwa pamoja. Kwa hiyo tuko ni Mwalimu Chris Deogratias. Natamani tupite kwa haraka sana kufanya majumuisho ya somo letu la Christmas, ambao mti wa kijani ambao Nimrod aliutumia sana enzi zake kwa ajili ya kuashiria siku ya kuzaliwa kwake, na baadaye wafalme wengine wakaja wakaiga, wakaendelea ile mila ya kipagani ikaendelezwa mpaka wakati wa mfalme Konstantino aliyelazimisha wapagani wa Rumi wajiunge na kanisa la wale wanafunzi wa Yesu, na ndipo ilipozaliwa imani chotara ambayo ikaendelea sana hata sasa watu wanafikiri ni kanisa. Kwa hiyo wakati huo ikaizwa hiyo sherehe ya Christmas na dunia ikaanza kusherekea. Ni hawa wapagani walipofika kwa Wakristo wakakuta Wakristo hawana siku ambayo wanamsherekea kuzaliwa kwa Bwana Yesu. Kwa hiyo walipoona hilo gap, wakaamua waingize siku ya kuzaliwa kwa miungu yao ili itumike, waudanganye ulimwengu kwamba ndio siku ya kuzaliwa kwa Bwana Yesu. Ni Mwalimu Chris Deogratias, nikukaribisha sasa katika majumuisho ya somo hili zijue alama za siri zinazopatikana katika Mkrismasi na asili ya Christmas, lakini tutazungumzia Mkrismasi kwa ufupi. Tunatamani video yetu isiwe ndefu, na kwa habari ya Christmas tumezungumza katika video nyingine, na nikusihi tu kama ni mara yako ya kwanza, subscribe video yetu kwa kugusa neno subscribe, kisha ikitokea alama ya kengele gusa alama ya kengele, ili tunapoletewa ujumbe na Bwana Yesu unapoleta mtandaoni basi ukufikie mara moja. Kwa hiyo ni Mwalimu Chris Deogratias, ni mtumishi wa Yesu Kristo. Niko pamoja na watumishi wengine kadhaa ambao Bwana amewainua katika nyakati hizi za mwisho kwa ajili ya kuhubiri injili ya kweli, injili ya utakatifu, injili ya ufalme. Maana aliahidi mwenyewe katika ile Mathayo sura ya 24 mstari wa 14 kwamba ule mwisho wa dunia hautafika mpaka injili ya ufalme wa Mungu itakapohubiriwa kwa mataifa yote. Kwa hiyo kanisa liliinuka, lakini kanisa hilo Biblia, wanafunzi walimuuliza Yesu, mbona ulipanda mbegu njema, imekuwaje kuna magugu? Akasema ni kweli nilipanda mbegu njema, lakini walinzi walipolala usingizi, shetani akaja akapanda magugu. Ndio maana kanisa la wokovu katika nchi yoyote walipoanza miaka ya 90, miaka ya 60, lilikuwa vizuri sana. Halikuwa na haya matakataka, halikuwa na Christmas, halikuwa na michango, halikuwa sijui na wanawake wachungaji, halikuwa na mifuko ya kufa na kuzikana. Wachungaji wanaanzisha mifuko kwa ajili ya kuchangia kila mwezi kwa ajili ya kujiandaa kuzika, ikitokea mazao yamekufa basi wazike. Hapana, hivyo vitu havikuwepo. Utakuta kuandika majina kwenye sadaka, sijui ni sadaka ya fungu la 10, unaandika jina, wewe ni John nani, unaandika jina. Hapana, Biblia inasema mnapofanya wema wenu msifanye matangazo. Unapotoa sadaka yako hata mkono wako wa kushoto usijui. Hapo anamaanisha hata mchungaji wako hana nafasi ya kujua umetoa shilingi ngapi. Kazi ya mchungaji kwenye sadaka inafananishwa na ile ya kocha. Kocha anapewa asajili wachezaji, anawafundisha kwa muda, lakini wakati wa mechi anakaa nje
anaacha wachezaji wanaonesha ufundi wao. Hata mwalimu kwa muda kidogo unafundisha, unaingia wale unafundisha, unaandaa hata wale wanafunzi wa science, unaandalia practical, unaingia kabisa katika chumba chao siku ya mtihani wa taifa, ukisha kuandalia, unaandaa hata majibu pia, baadhi ya masomo unaandaa majibu. Baada ya hapo msimamizi akiwa anaelewa au anaelekezwa, atakwambia tunakushukuru kwa maandalizi, tunaomba sasa wapishe watoto waanze wao kufanya mtihani kwa vizao, ili kama tukipata nesi, tukipata daktari, tupate mtu ambaye amefaulu kwa kuwa alimuelewa mwalimu wake. Kwa hiyo hii ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo ndivyo alivyo mchungaji, alivyo nani. Saa ya kutoa sadaka unatakiwa unakaa pembeni, kwa sababu sadaka ni siri kati ya mtoaji na Mungu wake. Na wewe kazi yako ni kufundisha. Kabla ya utoaji wa sadaka, wewe kazi yako ni kufundisha. Ukishafundisha ndio wajibu wako. Biblia inasema usishiriki dhambi ya mtu mwingine. Kwa hiyo kama mshirika yeye ni mchoyo, yeye ana roho ya Anania na Safira, basi acha Mungu, ghadhabu ya Mungu na iweke juu yake, lakini wewe usiingilie kazi ya Mungu. Basi tutamwalika Roho Mtakatifu. Ninakushukuru Bwana Yesu kwa ajili ya siku nyingine tena ambayo Baba umetupa kibali, umeachilia pumzi ya uhai juu yetu. Tuendelee kujiandaa kwa ajili ya ile siku ya kutisha ya kusimama mbele zako. Asante hata kwa ajili ya ujumbe huu Baba, bado umetupa nafasi ya kuendelea kuhubiri kwa watu wako, ili wale ambao Mungu wamejaliwa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni watakapousikia wataufanyia kazi, watabadilika na watakuwa wamejiponya na hukumu ya jehanamu. Asante kwa sababu hautatukumbukia. Kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu Baba nimeomba. Amen. Kwa hiyo kwa haraka tumeangalia katika video zilizotangulia maana ya Mkrismasi, na tumeangalia mafumbo ambayo yapo katika huu mti wa Mkrismasi. Tukasema fumbo la kwanza kabisa ni hii alama au nyota kubwa kabisa ambayo iko juu kabisa ya ile piramidi. Hii piramidi pia na huu Mkrismasi pia katika video zilizotangulia nakumbushwa hapa na Roho wa Mungu hatukueleza. Hii piramidi kama unavyoiona pia ina huu mti wameuchagua huu kwa sababu wenyewe una sura ya piramidi. Unapungua kadri unavyozidi kwenda juu. Ndio hizi ambazo pia utazikuta siku hizi watoto wanafanya birthday. Mkristo usifanye birthday. Sasa hivi shetani ameingiza birthday za watoto ushetani. Utakuta kuanzia keki, ameweka keki ni matusi, kama sio maumbile ya matusi, ameweka katuni, wale makatuni Superman, mwingine anaitwa wale ambao ni wakuzimu, Batman, wale maarufu sana, Superman, Batman, kuna Spiderman. Hizo wako wengi. Naomba urejea katika video zilizotangulia, au unaweza pia nikukaribishe katika subscribe. Katika siku zijazo utaanza kusikiliza ushuhuda wa mtumishi Aston, ambao pia unaweza kusikiliza kupitia Promova TV na kwa mtumishi Jackton au kupitia shuhuda za kweli kwa mtumishi Katunzi Tegeta, au kupitia Uamsho wa Kanisa TV kwa mchungaji Geoffrey Kaputa. Lakini pia wewe ambaye ni subscriber kwenye hii channel pia utaanza kusikiliza huo ushuhuda muda si mrefu. Kwa hiyo vitu ni vingi sana ambavyo shetani amevileta duniani. Kwa hiyo kwenye birthday ya watoto ameweka vile vikoni, wanavivaa, kinakuwa kikoni, kinakuwa kikoni wale ambao sieleweki, kinakuwa vinani fulani vinaweza nikifanya kwa haraka ninaweza nikatengeneza kama hivi, kama unataka kufanyia halafu baadaye vinakuwa na vinani vyake vya Lucifer kule juu, kwa hapa wanatumia kuvaa, vinakuwa vya duara vizuri huku vinavaa. Lakini pia mti huu pia vile unaashiria ule mnara wa Babel. Na bahati nzuri huyu Nimrod ambaye hapa chini umeweka nani zake za ukumbusho wake, hata hii zawadi ni kwa ajili ya ukumbusho wake. Na yeye vile ndio aliyehamasisha ujenzi wa mnara wa Babel. Kwa hiyo hii ni ishara pia ya mnara wa Babel, ambayo juu kabisa aliyemhamasisha hata Nimrod akaanza kuhamasisha watu wajenge ule mnara ni Lucifer mwenyewe. Ndio maana nyota imekaa juu sana. Lakini hii pia inawakilisha minara mbalimbali. Mnaona duniani watu wameka minara, sio farasa, sio wapi. Ndio maana Mungu akakataza kanisa lake la kweli lisiwe hata na mnara. Kwa hiyo ukiona kanisa limeweka mnara, ni ishara ya wazi mwenye akili
tumia akili zako vizuri. Ukitaka kuthibitisha, kasome kitabu cha Walawi, kitabu cha Hesabu sura ya 26. Hataki hata mnara, hataki sanamu yoyote, wala hataki hata kuchora tu. Sema labda tunachora tu picha ya kumwakilisha Mungu. Mungu hataki. Sembuse kuingia kwenye mahekalu yenye sanamu. Wewe ambao unapiga goti unaenda kuabudu kwenye mahekalu yenye sanamu, sio Mkristo, jehanamu ya moto inakusubiri. Muda umefika mwisho, ndio maana hamna sababu ya kukupaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Wewe si Mkristo, ni mpagani, ila uliyedanganywa kwamba wewe ni Mkristo. Sio Mkristo. Mkristo ni mtu anamwabudu Mungu katika roho na kweli. Kasome Yohana sura ile 4 mstari kuanzia wa 22. Mungu hapatani na sanamu kabisa. Sikudanganye mtu. Ukiabudu hii sanamu ya Mama Maria, Mungu anafurahi? Hapana. Kasome Isaya 42 mstari wa 8. Mimi Bwana ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine, wala sitawapa sanamu sifa zangu. Hashirikiani Mungu na kitu chochote. Kwanza ujaribu kumchora Mungu kwa mfano wa kitu, ni matusi, ni matusi. Ukisoma Warumi sura ya 1 kuanzia mstari wa 18, na walipojua utukufu wa Mungu na ukuu wake, hawakutaka kumadhimisha wala kumpa heshima kama Mungu, bali walimfedhehesha, wakamchora, wakambadilisha utukufu wake kwa mfano wa kinyago chenye sura ya mwanadamu. Kwa hiyo ni matusi makubwa kujaribu kumchora Mungu, hata kama utajaribu kuweka dhahabu sio nini. Ukisoma Matendo ya Mitume, mtumishi Paulo anatuambia tena, haifai sisi wa Kristo tuliozaliwa sasa hata kuwaza tu kwamba Mungu, mfano wa Mungu ni nini? Ni dhahabu. Yaani Mungu anaweza kufananishwa na vitu kama dhahabu au fedha. Anasema ni ujinga mkubwa. Ukisoma hiyo Matendo ya Mitume 17 mstari wa 29, basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu, haitupasi kudhani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe, vitu vilivyochongwa kwa ustadi na akili za wanadamu. Maana kuna wengine wamechongewa sanamu kuwa ni sanamu ya dhahabu, sababu wanajua dhahabu ni ya thamani, unafikiri basi inaweza kuchukua nafasi ya kumwakilisha Mungu. Hapana. Mungu si dhahabu, si fedha, wala kujaribu kuwaza hivyo ni ujinga mkubwa. Na wewe Isaya, ukisoma Isaya vizuri, anasema jikusanyeni mje mataifa mliokoka, maana hawana akili mtu anayechukua mti wa sanamu na kunenea maneno ya kiibada. Hata kama wewe ni profesa unayenisikiliza, ni msomi mkubwa, sio ni daktari, ni nani, ni engineer, lakini Biblia inakwambia huna akili kama bado unavaa sanamu mwilini mwako, au kwenye ibada zako na abudu majengo yenye sanamu, au unapiga goti mbele ya sanamu, tena kinyago alichochonga Makonde. Yamkini tena hata mti wake pengine ulishiriki kukata kwa vipimo na kumpelekea wachongee kinyago. Mimi niwapongeze wale wa Makonde wa zamani walio nani kipindi hicho, wale watu waliopeleka injili iliyochakachuliwa kwao, walipata nafasi ya kusikilizwa, lakini baadaye walipofika makanisani kwao, baada ya wiki wakatoa oda kwa wale wawachongee vinyago. Sasa walipochonga vinyago baada ya muda wakavikuta tena kanisani, basi wa Makonde wakapiga hesabu vizuri, wakasema hivi vinyago si tumevichonga wenyewe? Ina maana kama hivi ndio Yesu, kama hivi ndio Mungu, manake hakuna sababu ya kwenda kusali. Kwa hiyo wakajiwekea kama msimamo, wakasema kusali siendi, Yesu ananichonga mwenyewe. Wale kwa kweli walikuwa na akili. Lakini leo shetani ameinuka, amewapumbaza. Leo miongoni mwa Makonde kuna maprofesa, kuna watu waliosoma na wanajua hivi vitu, wanajonga wenyewe, lakini na wakanisani wanavipeleka na wanaenda kuvipigia magoti. Kwa hiyo mtu kwa kweli anastahili, si ni viboko au anastahili kitu gani? Lakini tuache Mungu, kwa kuwa kulipa kisasi ni haki yake, yeye atahukumu kwa haki. Lakini sisi tulete injili, tuwaonye watu wakimbie haya machafuko ya shetani. Kwa hiyo hivi vitu vinaashiria, hivyo vitu vinaashiria mnara wa Babel, lakini pia inaashiria vile vinani ambavyo watoto wanawekewa siku za birthday wanavaa kichwani. Lakini pia na alama nyingine, Bwana anavyozidi kutupa mafunuo tutazidi kukuambia ni nini inamaanisha. Jambo jingine tukasema, alama ya kwanza ni hii nyota kubwa ambayo inamwakilisha Lucifer mwenyewe, na hapa imewekwa juu kuashiria yeye ndio mkuu, yuko juu ya vitu hivi vyote vilivyo chini. Lakini hata dunia, Biblia pia inasema tunajua dunia yote inakaa chini ya muovu. Ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 18, kama sijakosea, anasema tunajua sisi ni wa Mungu, lakini tunajua dunia yote inakaa chini ya muovu. Kwa hiyo sio kama dunia ni mali ya shetani, hapana, ila dunia kwa sehemu kubwa, wanadamu wengi duniani wamemkubali shetani kuliko Mungu. Yesu akasema nilikuja duniani, lakini dunia imekubali giza kuliko nuru. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo shetani anaonekana ndio kama mkuu wa dunia, ndio nuru yake anamulika dunia, anavuvia. Shetani ndio anayevuvia dhambi duniani, ndio maana amekaa pale juu. Ukisoma katika Ufunuo 14 anasema nitaikinua kiti changu nikae mahali pa juu pa makutano. Kwa huyu alitamani kumpindua hata Mungu, lakini aliposhinda aliamua tu akae juu ya wanadamu. Ndio maana huyu yuko mbingu ya pili. Aliwekwa kuzimu, lakini akatorokea mbingu ya pili ili awe juu ya wanadamu wote.
Ndio maana hata baadhi ya wachezaji ukiona wakifunga goli wananyosha kama wanamshukuru Mungu, lakini kwa bahati nzuri wanatuambia sio Mungu aliumba mbingu na nchi. Najua Lucifer yuko mbingu ya pili, lakini usifikiri kwa kuwa ananyosha hivyo jue ni Mungu. Hapana, anakuambia ni Mungu gani. Anaziba jicho moja. Akiziba jicho moja naamini hapo wengi utakuwa si wajinga tena, unafahamu anamaanisha ni Mungu gani. Kwa hivyo vitu vyote vinamwashiria yeye. Halafu tukasema pia tuna ina maana nyingi kupitia katika part 1 utaelewa kwa kina. Sehemu ya pili tukasema huu mti wa Krismasi pia kuna nyota ndogo ndogo ambazo zimetawanywa kwenye huu mti. Hizo zina maana ni wale mapepo washirika wa nani, wa huyu Lucifer kama kiongozi wao, na wote wako kwa kusudi moja, wanafanya kazi hiyo hiyo ya Lucifer ya kung'ariza, kuleta giza au kuhamasisha dhambi. Giza linafananishwa na dhambi. Kwa hiyo wenyewe nuru yao inaonekana kwa macho ni nuru, lakini ukweli ni kwamba kiroho ni giza ambalo linapofusha dunia. Ndio maana leo dunia yote, haijalishi wasomi, watu wasiosoma, wote wanatenda dhambi. Bila aibu, bila maajabu makubwa, lakini ni kwa sababu yana ni na huyu mwovu. Ndio maana yeye kazi yake amekuja ili aibe, achinje na kuharibu. Kwa anamuiba nani? Anamuiba mwanadamu, anamweka mateka, ambapo anafanya hata kama ni msomi. Usomi wako wa kielimu haukufanyi wewe kumshinda shetani. Ndio maana daktari bingwa anaweza akatengeneza hata clip kuonesha sigara zinavyosababisha saratani ya mapafu, lakini yeye mwenyewe akashindwa kujizuia kuvuta, na ni mvutaji mbobezi wa sigara. Mwingine anakuambia anaenda kubandika bango, uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako, lakini kabla hajaanza kubandika bango anamaliza kwanza pakiti ya sigara ndio anaendelea. Sio kwamba hajui kusoma na kuandika, anajua sana kusoma na kuandika, lakini elimu ya kidunia haimwandai mwanadamu kushinda dhambi. Ndio maana hata wengi wanapoanza tulidanganywa kwamba mtu wa kwanza ni nyani ili kukutoa katika kuamini. Unajua tenzi hii, imani ya kweli ingefundishwa toka makanisa, mashuleni, shule ya msingi, basi pengine tungekuwa na taifa ambalo hakuna hata majumba yetu pengine tusingeweka fence, hata hawa askari pengine ndani magereza singekuwepo, lakini kwa sababu shetani yupo anafanya kazi, basi hayo maovu yamepata wako. Na elimu ipo. Wao wasomi, nisame wasomi mtakao nisikiliza, nathubutu kusema japo sijafanya utafiti na dunia inasema inasema bila research sio nani, lakini mimi kwa research sio rasmi, research ya kutazama, wasomi ndio wanaoongoza kwa kutenda makufuru katika hii dunia. Jambo la tatu, jambo la pili ni nyota ambayo inawakilisha washirika wa Lucifer, mapepo, yale mapepo yanayotawala anga, yale ya ardhini na yale ya kwenye maji. Wote hao si mkuu wa anga, wale wa mapepo yale yanayotawala maeneo. Yule mkuu anga mwingine anaitwa Malkia wa Mbinguni. Naomba nikwambie wewe ambaye umedanganywa, Malkia wa Mbingu, Malkia wa Mbingu ni Mama Maria, na la hasha. Kasome Yeremia 44 kuanzia mstari wa 15. Malkia wa Mbingu alikuwa ni pepo kabisa. Mungu mke au pepo anayetokea katika sura ya mwanamke anayeabudiwa dunia nzima kwa majina tofauti tofauti. Hata ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 19 utaona pale akina Artemi, wale waliochonga vinyago, wanasema huyo Artemi, Mungu wetu mke Artemi atakosa heshima, ambaye sisi tunamwabudu Efeso yote, na sio Efeso tu, dunia yote inamwabudu. Kwa hiyo sehemu nyingine utasikia anaabudiwa kama Diana, sehemu nyingine kama Madonna, sehemu nyingine kama Yezebeli, sehemu nyingine wamedanganywa ni Malkia wa Mbingu. Na hiyo imani ichunguze vizuri. Bwana alimwambia Musa, "Una nini mkononi?" Akasema fimbo. Mwambie tupe chini. Alipotupa chini akagundua sio fimbo, akagundua ni nyoka, akakimbia. Sasa na wewe hivyo hivyo, unaweza ukafikiri uko kwenye imani sahihi, unaweza ukafikiri ndio imani inakupeleka mbinguni, lakini kumbe hujaichunguza vizuri. Naomba uibwage chini uichunguze. Yamkini ni nyoka ambao unapaswa kumkimbia leo kama Musa alivyofanya, ili Bwana akupe njia sahihi. Lakini wewe kwa umeng'ang'ana utaenda kuchomwa moto. Kwa angalia imani yenu. Biblia inasema zichunguzeni kila roho, kila imani, zipekue, jijaribuni wenyewe muone kama mko sawa sawa na imani ya kweli. Kwa hiyo watakaopuuza maneno haya, basi wataenda kuyasikia, wataenda kuyatamani kuyafanyia kazi siku atakapotupwa katika ziwa la moto. Lakini sasa shetani anawafariji, anawanong'oneza, acheni, huyo ni mpuzi, anawapa maneno mengi, anakusaurisha haraka sana. Lakini ole wako wewe utakayesahau maneno ya mwonyaji, hasa ya nyakati za mwisho na za hatari. Kwa alama iliyofuata tukasema ni alama ya utepe. Huu utepe sasa hivi unaweza kuona ni utepe, lakini sasa nyingine unaweza kukufungia taa kabisa, ukanda fulani ambao unaweza kuweka kwenye umeme na ukawaka kama unavyoona hapa katika nani yangu, umelala kwa umezunguka huu mti kuanzia chini kuja juu. Huyu ni joka kuu. Joka kuu ni moja kati ya mapepo wakubwa au wasaidizi wakubwa wa Ibilisi, yule joka wa zamani aitwaye
Ibilisi, joka jekundu. Kwa hiyo huko au sehemu nyingine katika Yeremia 27 au 29 ametajwa kama Leviathan, yule joka mwenye kuzonga zonga, joka mwenye vichwa 7, ambayo ndio pia ndani yake nyingine amejifunua kama wigi, wale wanaovaa mawigi. Ndio maana nasema Mkristo yote anayevaa au tukiona kanisa wote wanavaa bado mawigi, marasa, takataka, makucha bandia, wana Krismasi. Hayo ni kanisa la Yezebeli. Kimbia haraka, jiponye nafsi yako. Lakini pia alama nyingine tuliyosema, kwa hiyo huyu tulisema yeye ana nguvu sawa na Lucifer. Ndio maana ameanza kuanzia mwanzo wa mti, amejizungusha mpaka kwa Lucifer mwenyewe. Kwa hiyo huyu na Lucifer wana kusudi moja. Kwa hiyo huyu na hawa mapepo ndani ina maana ana uwezo kuwazidi, ndio maana amewazunguka. Lakini alama nyingine tuliyosema inayopatikana ya asili ni haya matunda yako yamezunguka huo mti. Matunda unaweza kaona kuna matunda huko kwenye hii karatasi yangu. Haya yanaashiria lile tunda la uovu. Krismasi wenyewe wa asili hautoi matunda. Kwa hiyo shetani ameweka toa matunda akimaanisha kusudi lake. Kwa hiyo ni matunda yanamaanisha lile tunda walilokula Adam na Eva, yani uasi. Kwa hiyo ameweka hapa kwa makusudi maalum. Na tumesema pia yanatamanika kwa macho. Wengi wanaamini ni apple. Ndio maana hata wale kwenye vyombo vingine vya umeme wametumia lile tunda, wamenyatwa kidogo wakiashiria kwamba ni apple, ndio tunda ambalo wengi na ndio teknolojia au vitu ambavyo vya uasi ambavyo shetani anafanikisha kuvileta duniani. Kwa hiyo ni kitu ambacho kipo na kwa mafumbo kimewekwa. Kwa hiyo matunda haya yanatamanika kama vile walivyofanya Christmas iwe sherehe ya kutamanika. Yaani leo juzi watu wamemaliza kusherehekea Christmas, wanaisubiri ya mwakani kwa hamu. Ndivyo ilivyo. Yaani wanavyomaliza wanatamani kama nyingine ingetokea hata wiki ijayo. Hapa katikati kutakuwa na sherehe nyingi, japo nyingine nyingi za kuzimu. Lakini Christmas kwa kuwa inasherehekewa na nguvu zote. Yaani falme karibia zote za kuzimu zipo kwenye wakati wa Christmas. Ndio maana wakati wa sherehe ya Christmas makufuru duniani ni makubwa mno, tofauti na sherehe nyingine. Siku ya Christmas ndio ulevi unafanyika, uzinzi unafanyika, ubakaji, ulawiti, yani mengine hata kuyaorodhesha hapa tunaweza tusiwe na muda wa kutosha. Lakini maasi karibia yote dunia inaanza wa kujifunza ulevi, wa kujifunza ukahaba wanajifunza wakati wa Christmas. Wakati wa Christmas utasikia ofa za pombe, ofa za makahaba. Yaani kwa kweli shetani ndio anavuvia, kama alivyokaa hapo wanatoa nuru ya kichawi. Kwa hiyo wanadamu wanachanganyikiwa, wanafanya maasi pasipo kujua. Ndio maana mtu akilewa atafanya mambo mengi. Pombe zikimwishauri, ukimwambia bwana ulifanya hivi na ulivua nguo, ulitukana watusi, anaanza kushangaa. Ndio maana hata Biblia inasema ni nani mwenye makovu yasio na sababu? Ni nani anayelia na kupiga mayowe yasio na sababu? Ni mtu anayelewa, ni mlevi. Kwa hiyo ulevi unasababisha sana Christmas. Ndio maana ajali zinakuwa nyingi, sababu wanaolewa ni wengi na mapepo mengi yanakuwepo kwa ajili ya kupokea damu za wanadamu. Kwa hiyo wale wanaotumia watu, yanashawishi watu walewe waende wakasababisha ajali kwa ajili yenyewe ya kusanyi damu. Na hata mkristo Christmas na yeye pia tutajifunza habari yake na vazi lake, kwa nini la rangi nyekundu na rangi nyeupe, na mkononi anaonekana ameshika kama utepe. Kila kitu na maana yake. Kwa naomba subscribe channel yetu. Tutakapofika kwenye hiyo video basi utamuelewa vizuri na hautaweka tena, wala wewe mzazi hautasherehekea tena, wala hautaruhusu watoto kusherehekea, wala kuweka ile midori ya Father Christmas, wala vile vikatuni vyake vinauzwa hata kwenye maduka. Unaweza ukanunua ile babu yule anaongea na anatabasamu kupokea roho za wanadamu, anatabasamu kukunywa damu zinazomwagika wakati wa mauti ya Christmas. Mwingine anauawa Christmas, lakini anaweza akafa, sio lazima Christmas, anaweza akafa Januari, akafa Februari. Ndivyo jinsi kuzimu inavyotumia mafumbo. Alama nyingine tuliyosema hapo ni ukiachana na matunda kunakuwa na torch. Hizo wanaweza sasa wakaweka ya umeme au wanaweza kaweka mishumaa. Tunasema ukiona hata watu wale agiza hata watoto unapozikwa sikuashie mishumaa kwenye kaburi lako, wanakukabidhi kwa mapepo, wanakabidhi mwili wako kwa shetani. Ibada zote za kuwasha mishumaa tumesema ni ibada za mashetani. Kuwasha udi, ukiona madukani wanawasha udi, ujue hapo duka wanafanya biashara kwa nguvu ya majini. Majini yanaitwa Zanjabur, yanayosababia watu kupata utajiri, kuwaletea watu wateja. Ule jini yeye chakula chake anachokipenda ni marashi. Kwa hiyo anawaambia wale watu waweke marashi inapofika labda saa fulani, saa 12 kamili au saa 6 au saa fulani. Kwa hiyo wanafanya hivyo. Kwa hiyo ukiona ibada yote wanawasha mishumaa, wala usidanganyiki kwamba ni Ukristo. Ukristo tunamwabudu katika roho na kweli. Labda kama ni usiku, hakuna mwanga, hakuna umeme, watawasha mishumaa. Lakini kama wamewasha mishumaa mchana, hiyo ni ishara ya wazi kwamba hiyo ibada, hiyo imani
ni imani ya kushoto. Kimbia haraka, jiponye nafsi yako. Kishupaza shingo, kiweka pamba masikioni leo, utaenda kuitoa kwa ncha ya sindano siku utakapotupwa katika lava ya moto. Baada ya hapo tulisema kuna alama nyingine ya hizi zawadi. Hizi zawadi ndio inapisha zile zawadi ambazo yule Santa Nicholas, naomba usiache kusubscribe ili tukamzungumza huyu Babu Christmas, tujue ilikotokea na mpango ambao dunia ilifanya, kukawa na mabadiliko na hata hizi zawadi, na leo dunia ikaweka Boxing Day, siku ya kufungua zawadi. Kwa hizi zote hizi ni kazi za kuzimu. Kitu chochote kile ambacho kimeanzishwa kuzimu huwa kinapata nafasi, kinasambaa dunia nzima na kinakuwa na nguvu. Yaani huoni nyuma yake mtu anayehamasisha, lakini chenyewe tu automatic kinakuwa na nguvu. Kwa mfano hivyo Valentine Day, ile nayo pia ni sikukuu ya kuzimu. Kwa hiyo shetani mwenyewe yuko nyuma yake. Maana utakuta siku watu wote wamevaa nguo nyekundu, hawajui maana yake. Lakini naomba usubscribe channel yetu. Tukifika wakati huo Bwana ujumbe ambao Bwana ameshakwisha kutupa, tukifika wakati huo tutakuletea na wewe umeupata moja kwa moja. Kwa hizi usitoe zawadi wakati wa Christmas, usiweke mdori wa Christmas nyumbani kwako wala kadi. Hata kwenye kadi utaona umeweka rangi. Hizi rangi zina maana. Paulo anasema hakuna sauti au alama isiyo na maana duniani. Kwa hiyo zote unaona hata gift paper zake wanaombea za Christmas. Ni maana tayari ukiangalia hizi rangi zake na hata kwenye matunda na nini zinafanana, ni zile zile, na hata za kwa Babu Christmas, Father Christmas zinafanana, zina maana. Kwa naomba usubscribe channel yetu ili usikose haya maarifa. Hivi vitu Bwana aliahidi ya kwamba hata ruhusu mwisho ufike kabla injili ya kweli, injili ya utakatifu haijahubiriwa. Kwa hiyo sasa hivi injili ya utakatifu inahubiriwa kote, makanisa yafanye matengenezo. Makanisa mengi yanatangaza ni ya wokovu, lakini wokovu bandia. Wameruhusu shetani, wamemkaribisha Yezebeli madhabahu. Leo watu wanaenda na vimini kanisani. Makanisa mengi yameruhusu suruali wanawake, makanisa yameruhusu wanawake kuwa wachungaji, makanisa yameruhusu wanawake kujipamba kama Yezebeli, kupaka wanja midomo yao, kuvaa rasta, kuvaa wigi, wengine wanavaa herini, wanavaa cheni, wanavaa pete, hata pete ya ndoa. Soma vizuri Isaya 3:16. Pete imetajwa pale, haitakiwi. Sio Ukristo ulioanzishwa. Ilianzishwa wafalme. Wafalme wengi najua walikuwa ni wapagani, walikuwa wanatumia uganga na uchawi. Ndio maana walitumia mapete. Nafikiri hata sasa ukienda kwa waganga wanasema wanatoa pete za bahati, sio wanatoa pete za mvuto. Ukienda kwa Wamasai ndugu zetu wanauza ile mapete na nini. Yote hivi vimeanzia. Kwa hiyo walimodify tu kidogo eti zitumike kwenye ndoa. Ndio maana mwanzoni walianza pete za kwenye ndoa, tunaona zilikuwa na duara zilizounganika moja kwa moja. Baadaye kipindi fulani wakaanza kumsha pete isiwe imeunganika moja kwa moja. Maana yake ni nini? Maana yake ni ile ile, na yeye pia tafsiri yake. Naomba subscribe tukafika kuzungumza habari ya siri ya pete ya ndoa, utaijua siri iliyopo. Ndio maana kwa nini mwanzoni zilikuwa zimeunganika, lakini kipindi fulani wakasema isiunganike moja kwa moja. Kwa hiyo mambo ni mengi, lakini tunatamani video yetu isiwe ndefu sana, lakini angalia huu Christmas kuanzia juu hata chini ni mafumbo ya ibilisi tu. Huyu ni Lucifer mwenyewe, alafu nyota kazi kutoka ndani ni mapepo wasaidizi wa Lucifer. Huu utepe wa kung'ang'aa unaopanda huko juu ambao unawashawasha vile vimulimuli ni joka kuu ambaye amezingira hii dunia yote. Alafu matunda ni dhambi, ni uasi. Maana ni Christmas yenyewe, yote anayesherehekea Christmas anafananishwa na Adam aliyekula tunda ambalo Bwana alimkataza asili. Alafu tochi huku chini, mwenge, ni alama za kuzimu, nuru ya kuzimu inayopumbaza wanadamu. Kiletwa mahali watu wake wanakuwa hata kama mmesoma, lakini mambo yenu kiroho yanakuwa gizani. Kwa nini? Kwa sababu amewapumbaza kutumia nuru yake. Lakini pia tuna hizi zawadi, ndio zile zilianza kumwashiria bwana nani aliyekuwa anawapa yule askofu wa Uturuki, alikuwa anawapa watoto bila kujua kama anafanya kazi za shetani. Alipokufa pepo halisi au la kuzimu likavaa usifu wake, na linahamasisha leo duniani watu kununuliana zawadi siku za sikukuu, kununua mavazi, kununua pombe, kufanya dhambi na ufuska kwa staili nini ya zawadi. Kwa hiyo usipike chakula kwa ajili ya Krismasi, usiweke mkrismasi nyumbani kwako wala kanisani. Ukikuta kanisani wameweka mkrismasi, unaweza ukajiponya nafsi yako, sababu wachungaji wengi shetani amewapa kiburi kwamba mimi nimesomea chuo cha theolojia, hamna tatizo, wanawake vaeni masuruali, sio kosa. Mungu aangalii mwili, anaangalia roho. Mpendwa, hakuna mwanadamu mwenye akili zaidi ya Lucifer. Shetani ana akili na maarifa ya kutosha, anafahamu. Ndio maana kupitia kiburi chenu mmelipoteza kundi. Lakini mimi ninakusihi wewe unanisikia, fanyia kazi hayo uliyosikia. Bwana akubariki, Bwana akuinue. Karibu sana usubscribe channel yetu. Ni Mwalimu Chris Deogratias.
channel yetu inafahamika kwa jina la Goshen One Injili na Ushuhuda TV. Ndio moja kati ya channel chache ambazo utasikia injili ya utakatifu, mafundisho ya nyakati za mwisho ambayo yataweza kusaidia kuweza kuzijua hila za mwovu na kuepuka mitego yake. Maana mingine mingi ameingiza mpaka kwenye makanisa ya wokovu, na wengi wanafikiri wanaenda mbinguni, wanashangilia wanaenda mbinguni, lakini hawaendi mbinguni. Kwa hiyo hakikisha una subscribe channel yetu, lakini pia usiache kulike, usiache kushare kwa rafiki zako wengi uwezekanavyo. Zawadi ya kumpa mtu siku za mwisho sio hizi zinazoharibika, sio umenunua soda sio nini, tena zinaenda hata kuathiri figo naye unayompa wewe, unajua umempa zawadi. Zawadi ya msingi leo hii ni kumpa mtu neno la uzima litakalomwezesha kubadilisha njia zake, kuikimbia hukumu ya jehanamu na kuwa naye milele na milele katika mbingu mpya na nchi mpya. Kwa hiyo nikusihi sana subscribe channel yetu Goshen One Injili na Ushuhuda TV. Na kama una ushuhuda wa kweli popote ulipo, uweze ukatupigia kuwasiliana nasi tutakufikia, au pengine ni karibu kufika na kanisani kwetu, tuko mikoa mingi sasa, pengine ni karibu kufika mikoani kwetu, kanisani kwetu, unaweza tukaja halafu ukatumia ushuhuda kuliponya kanisa la Bwana. Nikushukuru Bwana kubariki, Bwana kutetee. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya kutupa ujumbe. Tunakushukuru Bwana Yesu kwa neema hii ambayo umetupa. Wewe unatupenda. Hakika ndio maana hata sasa tujapoacha njia za kweli na kugeukia njia zetu wenyewe, bado umefunua mafunuo ya siri za ajabu na hila za ule mwovu, ili wale ziwafikie wanadamu, wale watakaotii watii kwa faida ya kuponywa kwao, na wale watakaoshupaza shingo damu yao iwe na juu ya vichwa vyao wenyewe. Baba, nami nimefikisha ujumbe kwa watu wako. Ninakusihi sasa liandike neno hili kwa kalamu ya chuma katika mioyo yao. Baba, ninajua shetani amedanganya watu wako kwa miaka mingi, tena kupitia watu waliovaa mavazi meupe, wengine wamevalia suti, wengine wameaminika ya kwamba ni walezi, kwamba ni kiongozi wa kundi. Lakini ninakusihi siku ya leo Baba, unapokutana na ndugu huyu, Roho Mtakatifu kaseme mwenyewe, kamfundishe yale mashaka atakayokuwa nayo, ule hofu atakayokuwa nayo. Baba, wewe ni mwalimu na uwezo wa kumfundisha. Jifunue kwao, jifunue kwetu, tufundishe zaidi, kwa jina na damu ya Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru. Amen. Tonane milele, tonane bandalini kule.